Bana kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa Simba Sports Club, basi kutaifanya dabi ya Kariakoo ipangiwe tarehe kutokana na kwamba Simba Sports Club wameharibu ratiba yote kabisa ya ligi kuu. Bana, nini kinatokea? Unaambiwa kwamba TFF na bodi ya ligi wamejifungia tena ndani kuhakikisha kwamba wanatoka na ratiba mpya ya Simba Sports Club, lakini pia katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa. Bana, undani wa taarifa hii tunayo hapa. Hakikisha kwamba unabaki nasi katika update hizi ambazo tunakuletea kila siku kila wakati kwa mwanafamilia wa Headline Media ambaye ndo kwanza unajiunga nasi. Basi nikwambie kwamba umeshakwisha kupitwa na taarifa nyingi, ila nikwambie tu kwamba ukibonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo, utaendelea kupata taarifa wakati wote na muda wote kila tunapokuwa tunakuletea taarifa hizi. Basi utafanya kuzitazama ukiwa sehemu yoyote nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumeamua tukuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo wakati huu ambapo sasa unaambiwa kwamba kitendo cha Simba kutinga katika hatua ya fainali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kimeleta majanga katika ligi kuu baada ya mabosi wa ligi hiyo na kujifungia ndani kupanga ratiba tena. Unaambiwa Simba inawavaa RS Berkane ya Morocco, lakini ikiwa na mechi 4 mkononi za viporo, zikiwemo 5 za viporo, lakini pia ligi kuu zilizopangwa kupigwa ndani ya Mei pamoja na viporo dhidi ya Young, kiporo cha dabi dhidi ya Yanga katika Kariakoo dabi iliyoahirishwa Machi 8 mwaka. Kuwepo kwa mechi 2 za fainali dhidi ya RS Berkane kati ya Mei 17 na 25, umeambiwa mechi hizo za viporo za Simba sambamba na ile ya nusu fainali ya kombe la shirikisho FA dhidi ya Singida Black Star ambayo ilitajwa kuchezwa Mei 18. Jambo hilo limewawazisha vichwa watu wa bodi ya ligi kuanza mkakati wa kupanga ratiba upya. Simba itaanza kampeni zake za kusaka taji hilo kubwa Afrika la kucheza fainali ya kwanza ya ugenini Mei 17 ikiwa Morocco, kisha kurudi jijini Dar es Salaam ambapo atacheza mechi ya marudiano ambayo itapigwa Mei 25 ambayo ilikuwa ni tarehe ya mwisho wa msimu huu ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Lakini kwa mujibu wa ratiba ya ligi kuu inaonyesha kwamba Simba Mei 2 ilikuwa icheze na Mashujaa nyumbani kabla ya kuwafuata mafande wa JKT Tanzania Mei 5, lakini Pamba Jiji Mei 8, huku ikifuata pia KMC Mei 11 kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi Tabora. Baada ya hapo Simba ingekuwa na mechi ya Singida Black Star Mei 14, mechi ya nusu finali kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation, kisha kusafiri Mbeya kuwafuata Ken Gold ambayo imeshakwisha kushuka daraja, lakini Mei 21 kuikaribisha Kagera Sugar Mei 25 kabla ya kupambana na Yanga ambayo tarehe yake mpya bado haijapangwa. Kitendo cha ratiba hiyo kuibana na kuifanya bodi ya ligi sasa TPLB, afisa habari wa bodi hiyo Karim Boimanda kuweka wazi kuwa watu wa idara watakaa chini kwa ajili ya kupanga vizuri ratiba ili kutoa pia nafasi ya kujiandaa vyema kwa wawakilishi hao pekee wa nchi kimataifa, yani Simba. Kwa nukta hii hapo unaweza kuona kabisa kwamba basi tarehe ya dabi ya Kariakoo inaenda kupangwa na inaenda kutangazwa, kwa sababu pia endapo viongozi wa
kamati hii ambao wameketi chini kwenda kupanga tarehe mpya za michezo ya Simba kutokana na kalenda hii hapa za kuvurugika. Unaona kabisa kwamba hawawezi wakapanga tu mechi zingine alafu mechi ya Simba na Yanga ambayo iliahirishwa March 8 isipangiwe tarehe, licha ya kwamba Young Africans wameshakwisha kutuma pendekezo la kuizuia bodi ya ligi na TFF wasipange tarehe mpya mpaka pale shauri lao litakapofungwa huko kafu. Lakini kwa nukta hizi tunaona kabisa kwamba huenda tarehe mpya inakwenda kupangwa kutokana na kwamba bodi ya ligi wanakwenda kupanga kalenda upya ya hizi michezo ambazo zilikuwa zimebaki. Ikumbuke kwamba mzunguko wa mechi ya mwisho kabisa ya ligi kuu Tanzania bara ilikuwa inaisha tarehe 25, lakini tarehe hiyo ya 25 Simba atakuwa anajiandaa, atakuwa amebakisha siku 2 za kujiandaa na mchezo wake wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo mchezo huo unategemewa kuchezwa Dar es Salaam siku ya tarehe 27 ya mwezi wa 5. Unaona kabisa kwamba tayari Simba wameshakwisha kuvuruga ratiba nzima kabisa ya ligi kuu, na huenda sasa mchezo utapangiwa tarehe, mchezo wa dabi ya Kariakoo huenda utapangiwa tarehe. Itakuwa ni kitu cha kushangaza sana kama bodi ya ligi watatoka na ratiba mpya ambayo watakwenda kuipanga pasina kuweka mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambao uliahirishwa Machi 8. Itakuwa ni kitu cha kushangaza sana, na watu huenda sasa wakawa tena na kitu kingine cha kuzungumza kutokana na kwamba bodi ya ligi mpaka sasa wamejifungia ndani, wanapanga ratiba mpya, lakini kitakuwa ni kitu cha kushangaza kama tarehe mpya haitapangwa katika mechi hiyo namba 184 ambayo ilitajwa kuchezwa Machi 8. Mpaka sasa inaelekea miezi 2 kutamatika toka imeahirishwa kwa mechi hiyo, ambayo mpaka sasa inakuwa na sintofahamu na tarehe mpya haijapangwa mpaka sasa, kitu ambacho kimekuwa kikizua maswali mengi sana kwa wapenda soka na hasa watu ambao wanafuatilia soka la Tanzania kwa ukaribu sana. Moja kati ya mdau mmoja wa michezo aliweza kusema kwamba mpaka sasa dabi ya Kariakoo imepoteza mvuto tena, hata kama ikipangwa dabi nyingine tarehe nyingine haitakuwa na mvuto na haitakuwa mechi kubwa kama jinsi ambavyo ilivyokuwa imepangwa ile mechi ya kwanza ambayo iliahirishwa Machi 8. Na hiki ndo kitu ambacho TFF na bodi ya ligi walikuwa wanakitaka, kutokana na kwamba wameanza kuwagawa mashabiki na wapenda soka kutoka Tanzania, kutokana na kwamba wanafanya vitu ambavyo vinakuja kuwa baadaye kuwa gharimu wao wenyewe. Na aliendelea kuzungumza kwamba mpaka sasa mashabiki na wapenda soka Tanzania wameshakwisha kuwagawa, kutokana na kwamba watu walikuwa wanaitegemea mechi hiyo ichezwe, lakini mpaka sasa haijapangiwa tarehe na wala TFF na bodi ya ligi hawajatoa statement yoyote kutokana na mechi hii. Licha ya kwamba Karim Boimanda, afisa habari wa TFF na bodi ya ligi, aliweza kusema kwamba ni lazima mechi hiyo ya dabi irudiwe na lazima ichezwe mechi hiyo, kutokana na kwamba hawawezi watu wakapewa pointi 3 bila kucheza mechi. Hayo yalikuwa tu ni baadhi ya maneno ambayo aliweza kuyatoa Karim Boimanda, afisa habari wa bodi ya ligi. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo nimeamua nikuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea hasa kunako anga la mchezo ni hii hapa. Endelea kubaki nasi, lakini pia endelea kusubscribe kwa wewe ambaye hujasubscribe, lakini kama umeshakwisha kusubscribe basi hakisha una drop comment yako hapo, tutakuja kupita nayo katika updates zijazo. Na hii hapa ni Agent Media. Bye bye.